pamoja na waamini wa Kristo wa kanisa letu kote ulimwenguni, tunakianza kipindi maalum cha Juma Kuu ambacho kitahitimishwa na maadhimisho ya kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio Pasaka ya Bwana mfufuka. Tumeianza Jumapili hii ya matawi kwa kuyabariki hayo matawi, na tukiwa na matawi hayo tumekuwa na maandamano. Kwanza tangu huko ambako tuliyabariki matawi hayo, tulianza kumshangilia huyo Kristo na Bwana mfalme wetu, tukiimba hosana kwake yeye huyo mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Ndugu zangu, hatuendi kukumbuka tu hiyo historia ya hayo yaliyofanyika miaka zaidi ya 2000 iliyopita. Hatuadhimishi hicho ambacho kimefanyika wakati ule. Sisi kama Wakristo ambao tumependa tumfuate huyo, tunayakumbuka hayo, tunayasoma hayo ambayo yalifanyika wakati ule. Tunapenda kwa namna pekee, na hasa katika kipindi hiki cha Juma Kuu, tuingie katika tafakuri hiyo nzito ya kumfahamu vizuri zaidi huyo Kristo na mkombozi wetu, Masia aliyetukomboa kwa mateso, kifo na ufufuko wake. Tunapenda tena sisi kwa furaha kama tuliyokuwa nayo hapo, tumhakikishie na tuhakikishie wenzetu wote, tunahakikishie ulimwengu kwamba ndiye huyo Bwana ambaye sisi tunamfuata, tukimshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa neema yake tumeweza kuzaliwa tena kwa mara ya pili, kupitia kwa neema yake, kwa nguvu ya huyo Roho Mtakatifu tuliahidiwa na huyo mwenyewe Kristo ambaye tunamkiri leo, na tunapenda tumfuate, na tunapenda tuishi maisha yale ambayo yeye mwenyewe kaja hayafunua, akifunua mpango wa Mungu na mapenzi yake Mungu kwetu sisi wanadamu. Na hayo ndio sisi tunataka sasa tuyafuate, yatuongoze, lakini tukimhakikishia kabisa kwamba wewe tunayekufuata, wewe tunayekushangilia, tunapenda tusikukane, tunapenda tusikuaibishe, tunapenda tusikuonee aibu, tunapenda tuwe nawe, na wewe uzidi kutuongoza na uzidi kutukomboa milele yote, tukiwa tumeungana na wewe mpaka hapo utakapokuja kutushirikisha katika huo utukufu kama ulivyopata wewe mwenyewe baada ya kufuka, baada ya kuyashinda hayo mauti. Ni Juma Kuu ambalo lina mengi ya kuona, lina mengi ya kutafakari, lakini pamoja na kutafakari hayo na kuyaona hayo na kuyasikia mengi tutakayosikia, na hasa katika zile siku 3 kuu muhimu, hiyo Alhamisi Kuu na haya yatakayofanyika hapo, upendo wa Mungu Baba utakapoonyeshwa kwa namna ya pekee kwa hilo atakayolifanya Bwana wetu Yesu Kristo la kujitoa yeye na kuhakikishia kwamba yeye ni mtumishi, akitualika na sisi tu watumishi. Amri kuu ya mpendo ataitangaza yeye hapo, na sisi tunapenda tufuate mfano wake, tujawe na huo upendo, na upendo huo twende sasa tukautoe kwa wengine. Tutashiriki katika ibada hiyo ya Ijumaa Kuu. Yatarudiwa sasa hayo tuliyosomewa leo, hayo mateso, na nisingelipenda kuingia ndani kabisa kwenye haya ambayo yatakuja tena
kuzungumzwa na kuletwa kwetu tafakari zaidi kwa kina jinsi alivyotukomboa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye tunapenda sasa tumfuate, tunamkiri kwa namna ya pekee, na tunataka tuongozwe na hayo ambayo atakuwa anasoma kwetu. Tutashiriki tena katika siku hiyo ya ufufuko kuanzia kwenye Vigilia, Jumamosi Kuu kwenda Jumapili ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tunapenda leo tuongozwe na hayo masomo. Somo la kwanza kutoka katika kitabu cha nabii Isaya, hiyo sura ambayo imetukumbusha utabiri wa Isaya wa huyo mtumishi wa Bwana na ambavyo angelikuwa. Kwa kweli huyo mtumishi wa Bwana ambaye Isaya alimtabiri, anayemzungumzia leo tuliyomsikia, ndio huyo baadaye anakuja kusema na huyo Paulo katika waraka wake wa Filipi, kama tulivyosikia, huyo mtumishi mnyenyekevu. Katika somo hilo la kwanza tunamsikia huyo mtumishi alivyo, uaminifu wake aliokuwa nao, ambaye yeye huyo hakuogopa lolote. Yeye huyo mtumishi wa Bwana alikuwa tayari kuteseka, kupigwa, kama tulivyosikia alivyowategea mgongo wake hao wapigaji au wabaya wake, akawatolea uso wake bila kuogopa fedhea na bila kuogopa kutemewa mate. Ni mtumishi wa Bwana huyo, ndiye huyo ambaye baadaye Paulo katika waraka wake wa Filipi, hiyo sura ya 2 mstari wa 6 na kuendelea, atamsema sasa anavyofanya yote hayo kwa unyenyekevu vile vile na utii. Huyo aliyejishusha, ambaye pamoja na kwamba alikuwa Mungu lakini hakujikandamiza, hakujishikiliza kwenye huo ukuu aliokuwa nao tangu mwanzo, hata kabla ya kuumbwa na ulimwengu. Akajishusha, akatoa mwili wetu. Tunafahamu hayo, umwilisho huo, tangu tulipoadhimisha sherehe ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo anayetoa mwili, anayejishusha, akajitoa, akatoka katika hayo ya ukuu, akashuka chini, lakini kwa sababu moja hii ya kutaka kuja kutukomboa sisi. Huyo ambaye Paulo anasema vizuri alivyokuwa, baada ya kutoa mwili basi akaja kuteseka, na sio kuteseka tu, bali akaja kutukomboa sisi kwa kifo cha msalaba. Na kwa namna hiyo ndiye akaja kupata sasa huo ukuu. Mungu akaja kumwinua, akampa jina ilo kuu kuliko majina yote, na vitu vyote vya ulimwengu na duniani na chini ya nchi vitalitaja jina lake, kama ndiye Kristo Bwana. Ndiye Yesu Kristo huyo aliyekuwa mwaminifu, akaifanya hiyo kazi kwa mateso, kwa kupigwa, aliyejishusha huyo na akawa mnyenyekevu katika utii huo, na kweli Mungu akaja kumtukuza. Leo tunajiuliza sisi ambao tumemshangilia tangu tulipoanza maandamano yetu mpaka hapa kanisani, tukanyanyua matawi yetu juu huko, sijui kama tulikuwa tunafahamu kwamba tunataka sasa tujifunge zaidi na zaidi kwa huyu Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na hakuna kitu kingine ambacho kitakuwa kinamzidi yeye, kama ni kukiri imani yetu katika Mungu wetu mmoja, ni Mungu huyo wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetukomboa sisi. Tumefanya hivyo. Leo ndugu zangu, na waalikeni, baada ya kuyasikia hayo ya sifa hizo alizokuwa nazo kutoka kwenye somo hilo la kwanza lilokuwa na yatabiri hayo ambayo alikuja akatokea baadaye, Isaya aliyoyasema ya mtumishi huyo wa Bwana
na hayo ambayo Mtume Paulo aliyasema kuhusiana na utii wa huyo Kristo aliyejishusha na baadaye Mungu akamkweza akamtukuza. Tunapoingia katika tafakuri hiyo nzito katika juma hili takatifu, naomba tuongoze sasa na yale ambayo yameletwa kwetu kutoka na simulizi hilo la mateso, kama alivyofikisha kwetu huyo Mathayo, kutoka katika Injili ya Mathayo. Ijumaa tutasomewa Injili ndefu na mengi ambayo yatatoka katika mwinjili Yohana. Leo niseme tu machache kuhusiana na hicho ambacho inabidi sisi tuamue sasa. Tuwatizame hawa ambao walikuwa natajwa katika hiyo historia, haya yaliyofanyika kuanzia kwa Pilato mwenyewe. Tujiulize kama na sisi tunataka kuwa kama huyo Pilato au hapana. Kuwa na woga, kuwa na aibu, kushindwa kuamua, au tunataka tusiwe na woga, tuwe kama Yesu Kristo mwenyewe ambaye hakuwa na aibu, toa uso wake bila matatizo, temea mate, sina shida. Tunajiuliza sisi tunaenda upande gani? Upendo wa Kristo umeonekana vile vile katika hao ambao walimfuata. Tunamsikia huyo Simoni wa Kirene ambaye alichukuliwa na akawa tayari kwenda kumsaidia Bwana wetu Yesu Kristo kumbeba huo msalaba. Je, sisi tuko tayari kuwa na upendo kama huo wa kwenda kuwasaidia hao ambao wana mahitaji? Na katika kufanya hivyo tutakuwa tunamsaidia Kristo huyo ambaye alikuja kuonesha upendo kwetu sisi, tukawasaidia hao wenye shida bila kuogopa, kwa sababu yeye alipoambiwa akamsaidia Yesu akaanza kuleta vita, akaanza kupigana nao, kubishana nao hapa. Na yeye alikuwa mpole, Simoni wa Kirene. Na hilo inabidi tulifahamu. Hata Kristo mwenyewe anapoingia Yerusalemu, anaingia ni mfalme wa amani. Hiyo nilikuwa sikuisema, lakini ni sifa ambayo anaionyesha alivyoingia kwa upole wake, bila kuja na fujo, bila kuja na vurugu, pamoja na kwamba alijua kinachoenda kutokea sasa. Je, sisi tuko tayari kwa wapole? Tuko tayari kwa wenye upendo huo kwenda kuwasaidia wengine? Tuko tayari kuleta amani hiyo ambayo kama tunavyofahamu sasa hivi ulimwenguni na kwenye maeneo yetu, shida hizo tunazokutana nazo, hiyo amani inapokosa, badala yake ikawa ni vurugu, ikawa ni vita, ikawa ni magomvi, ikawa ni kutoelewana, tangu kwenye familia zetu, sehemu zetu za kazi, maeneo mbalimbali, upendo ukakosa wa kusaidiana, mimi na mwenzangu tukasaidiana, tukaona namna gani tutaishi. Je, sisi tuko tayari kwa kinyume kabisa na hao majizi ambayo yalisulubiwa pamoja na Kristo? Wote baadaye kuna mmoja ambaye atakuja kufanya vinginevyo, lakini walivyomdhihaki wakamtukana huyo Yesu. Sisi tukoje? Tunamtukana huyo Yesu. Hatujaongelea mambo ya kina Petro, tutayasikia Ijumaa. Mambo ya Yuda tutayasikia Ijumaa. Lakini kwa hawa majizi wametajwa hawa, sisi tuko tayari kufunga midomo yetu, tukakaa chini, tukatafakari, tuseme hapana, huyo amekuwa hivi, hakustahili kutendewa hivi, ilibidi wamtengenee vinginevyo. Badala yake tunaenda kushiriki katika kuyaleta hayo ambayo ni vurugu, kuchochea, kuweka moto, na badala ya kuona kwamba yanakuja hayo yenye kuleta amani na upendo, inakuwa ni hasara tupu inayoingia. Majizi wanafanya hivi. Je, sisi tumekuwa kama hawa wakuu wa makuhani na waandishi ambao nao wanaenda kumchekelea huyu ambaye kwa vyovyote walishamuona kama yeye
anakufuru na kutaka kumuona, aliyefanya kinyume na tamaduni zao na sheria zao za zamani hizo alizokuwa nazifuata. Sisi tuko wapi? Tunamhukumu huyo kwa lile ambalo amelifanya ambalo ni zuri, au tunakaa kimya tukitafakari na kuona kwamba hilo linalofanyika ni zuri au ni baya? Na wengine wengi tuliowasikia waliofanya mazuri, kama huyo hata Yusufu aliyetoa kaburi lake aende kuzikwa huyo Bwana wetu Yesu Kristo, kama hawa akina mama Maria Magdalena na yule Maria mwingine ambao walibaki katika kusali wakiomboleza, wakafuata mpaka mwisho kuona ni kitu gani kitatokea, na kumwacha Bwana wetu ambaye aliteseka ambwa msalabani na kafa akaenda kuzimu. Tujiweke katika hali ya kujiuliza na kufanya tafakari hiyo kubwa katika kipindi chote hiki cha juma hili, juma kuu ambalo tunalianza leo, na tumuombe Mungu Mwenyezi atusaidie, atushushie neema zake zituongoze, ili kweli tuzidi kuimarika katika imani ya kumfuata huyu Bwana wetu Yesu Kristo, lakini sio tu kwa majina kama Wakristo au katika ibada ambazo tunahudhuria kwa wingi, lakini iwe ni katika kuyatenda yale sasa ambayo Kristo mwenyewe aliyafanya, tukiongozwa na upendo wa pekee alioonyesha kwetu sisi, upendo uliomfanya yeye akubali kwa unyenyekevu na kwa utii ateseke, jua atakufa na amekufa msalabani, lakini akijua kwamba yote aliyokuwa anayafanya ni kwa sababu ya kutukomboa sisi, na kwa mateso yake na kifo chake ametuondolea dhambi, kama maneno matakatifu yanavyosema, ameziondoa dhambi zetu na sisi tumekombolewa. Tumsifu Yesu Kristo.